Hello, mambo vipi? Kama kawaida ni exclusive na Halima the Queen kutokea Sam's TZ, na leo ni ile siku adhimu ambayo sote tulikuwa tunaisubiria kwa hamu baada ya kujinyakulia ubingwa katika mashindano ya Ghost Nation ambayo yalikuwa yanafanyika mjini Johannesburg nchini South Africa. Na leo ndio mabingwa anarejea nchini na tuko hapa airport kwa ajili ya kuwapokea, na tuna shauku kubwa ya kusikia mawili matatu kutoka kwa wachezaji mbalimbali ikiwemo Tanzania One Abdul Kiande ambaye yeye pia ni mmoja wa wachezaji katika kikosi hichi cha ushindi katika klabu ya Q Masters. Tazungumza naye, atatueleza mawili matatu kuhusiana na safari yake hii ambayo ameshiriki kwa mara ya kwanza kuelekea South Africa na amerudi na heshima kubwa nchini Tanzania. Brother, mambo vipi? Safi safi. Kwanza hongera sana kwa kuwakilisha taifa vema, lakini kuwakilisha klabu yako vema kabisa. Nashukuru sana. Ushindi huu una maana gani kwako wewe personally kama mchezaji, lakini kwa timu yako na kwa taifa kwa ujumla? Ushindi huu sawa kwangu peke yangu, ni wachezaji wote pamoja na mashabiki wetu wa Q-Master. Okay, tueleze kwa ufupi safari ilikuwaje kuanzia mlivyotoka mpaka mlivyofika, mazingira na experience yetu kwa ujumla. Safari ilikuwa sio rahisi. Safari of course ilikuwa ni ngumu, ila tumepambana na Mungu ametusaidia, tumefanikiwa kuwa mabingwa. Okay. Kwa mara ya kwanza umeshiriki kwa mashindano haya makubwa na ilikuwa safari yako ya kwenda South Africa kwa mara ya kwanza, lakini umerudi na heshima kubwa nchini, umerudi na bendera ikiwa juu na kombe juu yake. Ni hii inakupa hisia gani wewe kama mchezaji? Kiukweli labda niseme tu mazoezi, nifanya mazoezi, japokuwa tumeenda kwa tumekutana na wachezaji wazuri, ila kiukweli umoja ndio umetusaidia. Ulikuwa kwenye kikosi ambacho wachezaji wengi walikuwa wanatoka katika mataifa tofauti ikiwemo Zambia, South Africa na wengine, lakini katika kile kikosi wa Tanzania mlikuwa wawili, ambaye wewe ni Mtanzania based in Tanzania na mwenzio ni Mtanzania lakini ni based in South Africa. Hile imekufunza nini au imekuongezea experience kwa kiasi gani? Of course nimejifunza vitu vingi sababu ndo hususan safari yangu ya kwanza, na pia yani pool ni mchezo ambao wa kufikiria, wa kutumia akili nyingi na kutumia makosa ya pinzani. Unafikiri ulikuwa umebeba mzigo gani mkubwa kwa kwenye kikosi ambao wewe ni Mtanzania lakini Watanzania wote imani yao iko kwako kwamba utarudi na ushindi? Ilikupa pressure kiasi gani? Kwa alikuwa tunachukulia kawaida, kujiamini ndio kitu kikubwa kimenisaidia mpaka tumefanikiwa kushinda. Unafikiri hii inaweza ikawa ndio starting point katika safari yako na career yako? Of course. Inaweza ikawa ndio hivyo. Okay, baada ya ushindi huu tutarajie yapi makubwa kutoka kwa Abdul Kiande? Mimi kwa of course mimi sio mwongeaji sana. Okay. Mimi ni mtu ambaye anafanya vitendo. Alright. Tukitoka hapa baada ya siku kama 10 tutakuwa Zimbabwe kwa ajili ya mashindano ya Queens. Huko nako unatuahidi nini wa Tanzania? Of course mimi naweza nikasema safari yangu wa South yani ni kama nilienda darasani, nimejifunza vitu vingi. Kwa nikienda Zimbabwe nitafanya vizuri. Hali ya hewa saizi South Africa ilikuwa ni winter, baridi ni kali. Mmewezaje kumaintain kule? Mazingira ndio hivyo, inabidi unapokutana na mazingira ya sehemu unabidi uzoee tu. Okay. Kuwepo South Africa kuna lolote mmejifunza ambalo unatamani sisi tukihost mashindano na sisi tukifanye? Cha kwanza wenzetu wako ndani sana ya muda. Cha pili labda ni shauri vilabu. Kiukweli sisi tunatumia meza, leo unatumia meza hii, kesho ila wenzetu wanatumia meza sana ziko standard. Okay. Kwa ndio maana hata sometimes tulivyoenda kule kutokana na meza zetu unakuta hii melala, hii sio iko hivi, lakini wenzetu meza zao zote ziko quality. Okay. Kwa of course ndio unakuta mashindano kwa mazuri kutokana na meza zao ziko standard. Kiande, ukiwa kama Tanzania One, wakati uko kwenye mashindano kuna namna ambayo ulikuwa na pressure au uliona kama umebeba mzigo mkubwa kuiwakilisha Tanzania? Pressure kiukweli katika michezo ipo. Kutokana na wachezaji tukutana nao kiukweli Afrika wale ni mabingwa. Okay. Ni wachezaji wazuri, tunaona wanafanya vitu vikubwa sana. Okay. Kwa hiyo sometimes wachezaji tunajitahidi kuhimili pressure zetu. Okay. Ndio hivyo. Unawashauri wachezaji wenzio watumie fursa gani kwa wakati huu ambao mna wachezaji wengine nguli kutoka katika mataifa tofauti hasa kwa hawa upcoming players? Kiukweli mimi ninachoshauri wachezaji wenzangu na mimi mwenyewe binafsi. Okay.
tujitume sana kwenye mazoezi. Mazoezi ndio kila kitu, atatusaidia popote tutakapoenda tutaperform. Kwa wale ambao wanakuangalia Abdul Kiande kama idol wao, una yapi ya kuambia au kuwashauri vijana kama hao? Of course pool ni mchezo wa kujituma, mazoezi. Na hususan pool inatumia muda mwingi. Kwa hiyo ukijitoa, of course unaweza kufanikiwa. Una ujumbe gani kwa Tapa? Mimi niwashukuru sana Tapa, wanapambania mchezo kiukweli, viongozi wanapambana sana. Una nini cha kuambia Watanzania na mashabiki zako kwa ujumla? Mimi niwashukuru sana wote waliotusupport, ni wengi. Tuwashukuru sana, wametuombea mpaka tumefanikiwa kushinda. Una kipi cha kumwambia brother Tima ambaye ni director wa CM? Kiongozi kikweli, sijui niongee nini. Kiongozi anatusupport sana kwa kila jambo, kwa hali na mali. Kwa hiyo nimshukuru tu kiongozi, asivunjike moyo, atusupport. Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu kiongozi. Amen. At first ulikuwa Tanzania 1, leo hii umeleta ubingwa kwenye nchi yako. Tutegemee nini next? Kiukweli nimejifunza vitu vingi of course. Kwa hiyo kutokana na vitu nilivyojifunza nitavifanyia kazi na imani, kwa sababu ni safari yangu ya kwanza. Nitafanya vizuri tu safari zijazo. Okay, kwa kumalizia kabisa, zungumza chochote ambacho kiko kwenye moyo wako kwa Watanzania, Q Masters, wachezaji wenzio, yoyote tu, familia yoyote. Of course napenda sana klabu yangu na napenda Tanzania wote. Ni hayo. Alright, ni hayo kama mlivyomsikiliza Abdul Kiande ambaye ni mwakilishi, ni moja ya player ambaye wametoka kuchukua ushindi katika mashindano ya Ghost Nation yaliokuwa yanafanyika nchini South Africa katika mji wa Johannesburg. Mimi ni Halima the Queen kutokea Sam's TZ. Msisahau kusubscribe, kulike, share and comment kwenye social media zetu zote za Sam's TZ. Until next time, ciao.